Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amekabidhi injini hiyo kwa niaba ya waziri wa mifugo na uvuvi katika hafla iliyofanyika kwenye kituo cha ukuzaji viumbe maji cha Rubambangwe wilayani Chato. Aidha, amewataka wataalamu wa sekta ya uvuvi kuongeza juhudi za kuwasaidia wafugaji hao ili kuongeza tija ya uzalishaji wa samaki. Kwamba katika shughuli hizi za wanakikundi, sisi wataalamu tuna wajibu wa kuwasaidia kupangilia vizuri, ili unapovuna uwe na consistency ya uvunaji. Kila baada ya muda fulani unavuna, kila baada ya muda fulani unavuna. Kwa hiyo hata utaratibu wa kufuga unaweka kwenye kalenda ambayo itakusaidia kuwa more sustainable. Mkuu wa wilaya Chato Louise Bura amesema injini hiyo imegharimu zaidi ya shilingi milioni 5, ambapo mbali na waziri wa mifugo na uvuvi kutimiza ahadi yake, wabunge wa majimbo ya Chato Kaskazini na Chato Kusini pia wamechangia mafanikio ya mradi huo. Injini hii ilinunuliwa tarehe 7 mwezi wa 5 2026, na baada ya siku kama 2, nadhani tarehe 9, sisi tulipokea hapa. Thamani ya boti hii ni shilingi milioni 5,450,000. Akisoma taarifa ya kikundi hicho, katibu wa kikundi amesema kilianzishwa mwaka 2018, kina wanachama 12, kimefanikiwa kupata mkopo wa shilingi milioni 91 kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kushirikiana na benki ya TADB. Kikundi kimevuna samaki kwa awamu ya kwanza na kufanikiwa kupata samaki tani 6,299 zilizouzwa na kupata shilingi milioni 53,500,000. Waziri alitukuta hapa, ndio nafasi yetu ya kuvuna. Tunamshukuru sana kwa ahadi ambayo aliahidi kwamba mimi ninawapeni zawadi, sio mkopo. Ndivyo na nukuru kwa namna hiyo. Asante sana. Mfikishie salamu mkuu wa mkoa. Sambamba na shughuli za ufugaji wa samaki katika eneo hilo, kituo cha ukuzaji viumbe maji cha Rubambangwe kinatarajiwa kuhudumia mikoa ya kanda ya Ziwa ikiwemo Geita, Kagera, Mwanza, Mara na Simiyu. Kituo hicho kinatarajiwa kusaidia kupunguza changamoto ya upatikanaji wa vifaranga pamoja na chakula cha samaki. Mradi huu wa uzalishaji vifaranga vya samaki utakuwa umesaidia kwa kanda hii kabisa, tuseme kanda ya Ziwa kwa ujumla, kwa sababu tunategemea vifaranga vya kwenda kununua kwa watu. Watakuwa wanazalisha kulingana na mahitaji yaliyopo katika eneo letu. Kituo hichi kitakuwa kinatoa huduma ya kuzalisha chakula au kuuza chakula cha samaki kitakachokuwa kinazalishwa hapa kwa wafugaji wengine, lakini pia kitakuwa ni kituo kikubwa kwa ajili ya uzalishaji wa vifaranga wa samaki. Kutoka Chato, mimi ni Mrisho Sadiki.